Eh, bibi wa taifa huyo hapa, kifupi amepata tatizo kubwa na tumeshughulika nalo kwa dharura. Tunashukuru Mungu sana kwa njia iliyotumika mpaka leo. Unaweza ukawa unamuona kwa namna hii hapa. Kifupi, bibi wa taifa ghafla aliparalaizi upande mmoja, mkono na mguu, siku 5-6 zilizopita. Kwa hapa unapomwona kuna namna imefanyika. Asante kwa Mungu. Lakini sasa msikilize yeye kidogo, alafu nitahitimisha kwa neno dogo tu. Ni muda mwingine tena ambao nimependa tuzungumze machache na Watanzania wenzangu. Mimi ni mwenzenu, ni Mtanzania mwenzenu ambaye tumekuwa tukiliendesha gurudumu la kutafuta haki katika nchi yetu. Lakini ninalopenda kuongea siku ya leo ni kwamba mimi mwenzenu nimepata changamoto kidogo ya kiafya, nimepata stroke. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada kwenu wa matibabu, kwa sababu peke yangu naona kwamba gharama ni kubwa, na nimeona kwamba niweze kuomba msaada kwenu, kwa yeyote ambaye atakuwa tayari. Sio kwa sababu ziwazo zote zile, kwa sababu ya Utanzania, kwamba ni Mtanzania mwenzenu, nahitaji msaada kutoka kwenu. Kwa hiyo kama mtaweza kunichangia nitashukuru, na yule ambaye anaona kwamba haiwezekani awe na amani tu, usiwe na sababu yoyote ya kusema kwamba ni lazima. Hapana, ni hiari. Kwa atakayetaka kunichangia, namba zangu za simu ni 0684 87 40 86. Itatoka kwa jina la mwanangu ambaye ni Dennis Beda. Ni namba yangu, lakini wakati wa kusajili kulikuwa na matatizo kidogo, ilishindwa kusoma wakati naweka vidole. Kwa hiyo ilibidi aniwekee yeye, maana ilikuwa ni siku ya mwisho katika kusajili. Kwa hiyo ndio maana inatoka kwa jina lake. Kwa hiyo kama nilivyoambia ni 0684 87 40 86. Atakayeweza kunichangia chochote nitashukuru. Mungu atambariki. Ni hayo tu. Nimepata changamoto ya kupata stroke na inahitaji matibabu makubwa kidogo, hasa kwenye upande wa mazoezi. Asanteni sana. Asante. Nadhani umemsikia. Ni mtu ambaye kama kuna mkono wa mtu, basi unaweza ukawa umempata kwa sababu ya kusimama upande wa wanaolia na kupinga mabaya. Naamini mamlaka za kishetani zinafahamu vizuri huyo bibi wa taifa ni nani na ni nini hasa kwa Mbarikiwa. Neno langu ni hili tu, huku nikiwa nafahamu shetani ni watu, na ya kwamba Afrika asilimia kubwa ya maradhi na vifo ni mipango ya watu. Sasa ipo ambayo si mipango ya sasa, ipo ambayo watu kwa njaa zao, kwa ubinafsi wao waitengeneza milango. Kuna watu wengine magonjwa yaliingia huko nyuma, lakini kuna mipango inayofanywa sasa, hasa kwa mtu mwenye chembe chembe za haki. Mimi si kama watu wengine ama wahubiri wengine, lakini hata pia watu wengine hasa, kwa mimi naweza nikawatisha kwamba kama kuna mkono wa mtu ukimfanyia lolote utaniona mimi nani. Imenisaidia nini kwa mtoto wangu wa pekee? Nimekuwa nani sasa? Binti yangu Sifa
nimekuwa nani sasa? Binti yangu Maria Martha, nimekuwa nani sasa? Kwa hiyo sina kitisho cha kwamba mkimgusa, mkimuua huyo, sina la kufanya. Ningekuwa na la kufanya, ningefanya kwa mwanangu wa pekee na mabinti zangu ambao kwa sehemu kubwa waliyatoa maisha yao kwa ajili ya haki na kwa ajili ya maisha yao na kwa ajili ya maisha yangu. Mimi nisemalo tu ya kwamba pakiwa na mkono wa mtu tunaweza tusiwe na lolote la kufanya, lakini jua tu huo ni wimbo wa milele. Kubwa kuliko mwingine yote, umemsikia bibi wa taifa. Lolote unaloweza kufanya, namba za simu ameweka hapo. Neno la Mungu sana, ikiwa unaweza kuwa sehemu ya maisha yake. Asante na hongera kwa kunisikiliza.